Sisi ni matajiri. Twende na mara moja. Sisi ni matajiri. Bana, ni mchana mzuri sana, tuko katika viwanja vya magereza Kisongo ambapo kawaida huwa linatokea tukio kubwa sana duniani miezi hii bana, wakati tunakwenda kwenye uzinduzi au ufunguzi wa season mpya ya utalii barani Afrika. Hiki ni kipindi cha mavuno, kipindi cha mafuriko ya wageni, mafuriko ya utalii. Na hii ni the premium Serengeti podcast, Serengeti shall never die. Yes sir. Kwa udhamini mkubwa kabisa wa PICC, lakini pia mimi ni the main host, Chacha, the CHA, the nature enthusiast, the wildlife interpreter, the ambassador guide, the Serengeti guide, the Simba of Serengeti, King Mufasa of savannas of Africa. Na leo bana niko pamoja na Beni, jitambulishe, sema ishara. My name is Beni, and today tuko na mtu makini sana, the most prominent kule TTB katika masuala mazima ya uhifadhi na utalii. Kama unavyomwona ni queen, ni kama angekuwa mnyama wa porini ningesema Nala the Queen bana. Yes sir. Nala the Queen bana. Lakini hapa yuko na King Mufasa bana. So naitwa Paulina Mkama, ni nasimamia kitengo cha mawasiliano bodi ya utalii Tanzania. Previous ranger, wanakuambia once a ranger always a ranger. Mimi nimefanya kazi za uaskari kwa zaidi ya miaka 9 mfululizo. So kwanza nafurahi sana kuwa hapa kwa sababu hii ni moja kati ya trade fair kubwa sana kwa East Africa. Lakini pia tunafurahi kwamba inafanyika the hub of tourism, ambapo ni Arusha. Lakini pia Arusha tukumbuke ndio makao makuu ya East Africa, yani sifa zote ziko hapa. Kwa hiyo sasa sisi kama bodi ya utalii tumeongozana kabisa na Wizara ya Maliasili na Utalii, na nikisema Wizara ya Maliasili na Utalii tumehakikisha wadau wote chini ya hii wizara wako hapa, na nia ni kuhakikisha yule yeyote, kwa sababu kumbuka hili ni eneo ambalo wanakutana wadau wa utalii. Kuna watu wanatamani kuanzisha kampuni, kuna watu wanatamani kuwa na maeneo ya kulaza wageni, kuna watu wanataka kuanzisha biashara za chakula, kuna watu wanataka kuanzisha mambo ya artifacts, yani hajui aanze wapi. Lakini Kilifea inakukutanisha na hao wadau, wanunuaji wa hizo bidhaa, lakini pia watu ambao tayari wameshakuwa magwiji inapokuja kwenye hili swala. So Kilifea ni moja kati ya tourism fairs za muhimu sana, na tukumbuke tu kwamba inafanyika mara moja kwa mwaka. Pauline, hapo mbele kuna tukio kubwa sana linaloenda kufanyika hapa Tanzania, especially Arusha na mikoa mingine ikiwemo Dar es Salaam na Zanzibar kule, AFCON. Bodi ya utalii imejiandaa vipi kuhakikisha inawafahamisha kwanza wa Tanzania, inatangaza vivutio vyetu, kwa sababu AFCON wageni wanaokuja Pauline hawaji tu kutazama mpira. Ni sahihi. Na tunajua kuna utalii wa michezo. Namna gani tunaweza tukaunganisha utalii wa michezo na utalii wa wanyama, tuhakikishe hao wageni wanaokuja kutazama hii michezo wanakuwa ni repeating guest, wanarudi tena, na kipindi wako wanaangalia hii michuano wanaenda kwenye mapori yetu. Hiyo ya kwanza. Ya pili, Pauline, kuna jukumu gani la Mtanzania mmoja kuhakikisha anaitangaza destination Tanzania, kwa sababu tunaamini uzalendo unaanzia nyumbani? Sahihi sana. So kama tumuuliza swali ninalolipenda sana, mimi naomba nianze na hilo la pili. So moja kati ya vitu ambavyo ninaviamini ambavyo ni vikubwa sana ni nchi ni ya kwetu. Lakini pia tukumbuke kwamba utalii unamgusa kila mmoja kwa aina moja au nyingine. Kuna mtu baba yake ni guide, si ndio? Lakini yeye anahudumiwa na baba yake, labda anapewa hata nauli, anapanda ice, anapanda bodaboda, imemfikia bodaboda naye ameamua kwenda sokoni kununua chakula, kanunua, imemfikia mama wa sokoni. Mama wa sokoni kaenda kanunua mbegu, imerudi mpaka shambani. Yani multiplying effect ya utalii ni kitu kingine. Utalii unatugusa wote, na kwa sababu utalii unatugusa wote, ni jukumu letu sote kuhakikisha kwanza tunaulinda uwe sustainable, lakini pia tunautangaza. Unajua Tanzania ni kubwa, Tanzania ni tajiri. Kuna vitu ambavyo tayari ni famous, tunafahamu hifadhi za kaskazini na vingine vingi. Lakini pia tunafahamu kuna vitu ambavyo viko kwenye baadhi ya vijiji ni vizuri sana, lakini hakuna anayevisema. Niambie, Tanzania Tourist Board haiwezi kazunguka kwenye kila kijiji. Lakini kuna watu wana history, kuna watu wanafahamu, kuna watu bado ni wajukuu. Jamani, hata na mimi ni mjukuu wa Mkama Mbili. Kuna watu ni wajukuu wa machifu huko nyuma. Kuna histories ambazo zipo za nchi zimekaa mahali. Kuna watu
watu mpaka wana ushahidi wa baadhi ya vitu. Leo hii sisi tunajisifia kama the crowd of humankind. Lakini inabidi tuiaminishe dunia kwa sababu ni ukweli kwamba binadamu wa kwanza na ushahidi wote wa binadamu wa kwanza upo ndani ya Tanzania. Na ndio maana Ngorongoro sasa hivi wanakuambia experience the wonders beyond the crater. Kwamba kuna mengi zaidi ya crater. Sisi kama Watanzania hasa vijana, mimi bana kelele yangu iko kwa vijana. Hii generation vijana wana uwezo sana wa kufikiri. Kuna vitu vingi sana ambavyo wanavyo. Tuna uwezo wa kufanya vikubwa sana kwa pamoja tukishirikiana na tukaitangaza Tanzania kwa ukubwa sana. Mimi nakwambia siku wa Tanzania wote tukiamua kwamba Tanzania ni ya kwetu, hakuna mtu anatusogelea. Kwa sababu uzuri tunao. Ongelea milima tunayo, kuanzia the highest freestanding mountain, ongelea Serengeti tunayo, ongelea mapori ya akiba tunayo, ongelea National Museum, history ya kila aina. Angalia kule kina Mufasa wamekuja kuigiza kule Isimila. Yani tuna vitu vizuri unapoongelea Tanzania. Angalia chakula cha Tanzania kuanzia huo ugali. Kuna mtu kule hata anajaribu kuonesha kwamba ana vyakula kama vya Tanzania. Lakini bado hajui hicho chakula kinasefiwa vipi kwa sababu Tanzania ndo nyumbani. Makabila mengi ya bara la Afrika ukifuatilia historia wameanzia Tanzania. Hawa ndugu zetu wengi wanaotuzunguka chimbuko lao ni Tanzania. Kwa hiyo historia inaanzia hapa. Kwa kama historia inaanzia hapa, penda cha kwako. Tumia hicho kipaji ulichonacho kutangaza cha kwako. Mimi nakuhakikishia sisi kama bodi ya utalii tunajitahidi sana hasa kwa sasa hivi kushirikiana na wadau moja kwa moja. Yani kama unajua una mawazo yako mazuri kwa ajili ya kuitangaza nchi, tushirikiane. Kuna aina nyingi ya kushirikiana. Inawezekana si fedha tu. Tunaweza tukakupa access ya kuweza kufika eneo fulani. Tunaweza kukurahisishia na kukutafutia wadau wa kuweza kukusaidia wewe kusimama na kitu hicho. So mimi natamani sana Watanzania hasa vijana tushirikiane na ifikie muda tubadili narrative ya kwamba anayefanya kwenye utalii ni failure. Wazazi wabadili hiyo na waitoe kichwani. Hii ni profession, kama profession, kama udaktari hivi. Yani kama urubani hivi. Yani hii ni profession kama zilivyo profession zingine. So watu waanze kutambua hii nafasi. Kwa yule mtoto ambaye anaonesha kutamani uhifadhi, kutamani utalii, kutamani kutangaza nchi na ana vipaji vya aina tofauti, mzazi amruhusu. One thing that I know ni kwamba ukifanya kitu kwa kukipenda, utakifanya kwa nguvu sana. Na utakapokuwa unakifanya hata kama kuna kitu upate, wewe furaha unaipata moyoni. Sasa hivi tuna mapinduzi ya kiteknolojia na yanakuwa kwa kasi. Ningependa kufahamu jinsi gani Watanzania hasa vijana wanaweza wakatumia mitandao ya kijamii, digital platform, kuna AI kuhakikisha wanaipromote destination Tanzania, vivutio vilivyopo ndani ambavyo TTB havifahamu, wanaviweka kwenye mitandao, watu wanaona. Kunaweza ukatuelezea kuhusu hilo kidogo, vijana wanaotuangalia kwenye Serengeti podcast wakapata kufahamu namna gani bora ya kutumia mitandao ya kijamii kuhakikisha tunaitangaza destination Tanzania? Asante sana. So kwanza tukumbuke kwamba internet haisahau. So ndugu zangu, tujue kabisa tunapoamua kuitumia internet basi tuitumie kwa lipi na kesho yako ni ipi. Kwa sasa angalia unataka nini, kwa sababu wewe ndio una uwezo wa kuishikilia future yako. Kesho yako ikoje? Kwa hiyo kesho yako unataka siku moja ukisimama tuseme wewe ni nani? Au kesho na kichokutwa haupo hapa, basi hao wajukuu zako waseme babu yetu alikuwa nani, kwa sababu the internet tells it all. So kikubwa ambacho nitawaambia ni kwamba watumie hizo fursa walizonazo. Sasa hivi sisi kwa mfano kama bodi ya utalii tunaye chatbot anaitwa Giraffe. Huyo chatbot tumemweka kutokana na jinsi ambavyo teknolojia inabadilika sasa hivi. Kwa hiyo una uwezo wa kumuuliza kwa lugha yoyote. Sasa hivi mpaka sasa hivi tunavyoongea na zaidi ya lugha 50. Una uwezo wa kumuuliza kuhusu Tanzania na akakueleza, akakupangia itinerary, akakwambia vivutio vya Tanzania ambavyo tayari zote ni well known. Tunaanza sisi kama bodi ya utalii kwa kushirikiana na wadau kuhakikisha tunaweka taarifa zetu zenye uhakiki kwamba hiki ndicho cha kweli inapokuja kwenye kuongelea Tanzania. Chatbot ni moja kati ya ni kama successful issues ambazo zinafanyika sasa hivi ndani ya bodi ya utalii. Mwanzo ilikuwa ni unaweza ukauliza chat akakupa itinerary yake, akakupangia mpaka akajichanganya. Kwa sababu bado kuna watu wana imani ya hiki kiko huku, sehemu hii hiko huku, Tanzania hakuna hiki. Lakini huyo chatbot yupo na tumemfeed sisi information. Ni application. Hiyo ni mfumo na kuna application. Yani bodi ya utalii inafanya kazi na wadau. Kwa tunavyoongelea wadau ina maana